nyumbani. Karibu katika eneo la daraja la Salenda, na pasipo kupoteza muda naomba nimkaribishe Engineer Rogatus Hussein Mativila, mtendaji mkuu wa TANROADS, aweze kutoa taarifa ya utekelezaji wa mradi huu. Engineer, kwa heshima na taadhima, karibu sana. Mheshimiwa Rais, karibu sana nyumbani na pole kwa safari. Mimi naitwa Rogatus Hussein Mativila, ni mtendaji mkuu wa TANROADS. Ninaomba kutoa taarifa ya ujenzi wa daraja jipya la Salenda ambalo linajulikana kama Tanzanite. Mheshimiwa Rais, ujenzi wa daraja hili umetajwa kwenye ilani ya uchaguzi ya mwaka 2015 na mpaka mwaka 2020, ambako 2015 ujenzi ulielekezwa kuanza na sasa unaendelea na tutakamilisha mwaka huu. Mheshimiwa Rais, kufuatia msongamano mkubwa wa magari katika barabara ya Ali Hassan Mwinyi, hususan katika daraja la Salenda, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliamua kutatua changamoto hii, ambapo kampuni ya Kyongdong kutoka Jamhuri ya Korea Kusini ilipewa jukumu la kufanya upembuzi yakinifu, yani feasibility study, kuanzia Mei 2014 hadi Novemba 2014. Baada ya upembuzi yakinifu, usanifu wa kina, yani detailed engineering design, ulifanywa na kampuni ya Yushin Engineering Corporation nayo kutoka Jamhuri ya Korea Kusini ikishirikiana na Afrisa Consulting Limited ya Tanzania. Hesabu ya magari ya mwaka 2017 ilikuwa inaonyesha magari yanayopita kwenye barabara ya Ali Hassan Mwinyi ilikuwa ni wastani wa magari 52,000. Mheshimiwa Rais, daraja jipya la Tanzanite litapunguza msongamano wa magari, litapunguza ajali barabarani, pia litaboresha hali ya maisha jijini Dar es Salaam, na litapendezesha pia jiji la Dar es Salaam na kuwa sehemu mojawapo ya utalii katika fukwe zilizo karibu na daraja. Fedha za ujenzi wa daraja la Tanzanite ni za mkopo kutoka serikali ya Jamhuri ya Korea Kusini iliyotoa jumla ya dola za Kimarekani milioni 123,032. Aidha, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imetoa dola za Marekani milioni 4,233,000. Upembuzi yakinifu na usanifu wa kina umegharimu dola za Marekani milioni 2,040,700, sawa na shilingi bilioni 6 na milioni 632,389. Mheshimiwa Rais, kulingana na usanifu, ujenzi unafanyika kwa viwango vifuatavyo. Urefu wa daraja hili ni mita 1030 na upana ni mita 20.5, ambapo kutakuwa na njia 4 za magari, 2 kwenda kila upande na pia njia za kwa miguu. Mheshimiwa Rais, aidha ujenzi wa barabara unganishi, yani approach roads, zinazounga na daraja zenye jumla ya urefu kilomita 5.2 kwa kiwango cha lami. Pia barabara hizi ni za njia 4 na zina upana sawa na ule wa daraja, na sehemu za barabara zinazohusika ni barabara ya Kenyatta yenye mita 500, barabara ya Tule yenyewe ina mita 2495, yani sawa na kilomita 2.5, hadi njia panda ya barabara ya Chole. Barabara ya Ufukoni inayounganisha barabara ya Ali Hassan Mwinyi na Barack Obama ina mita 325, na barabara ya Barack Obama ina mita 1200. Aidha, barabara mpya inayounganisha daraja na barabara ya Barack Obama katika eneo la hospitali ya Aga Khan ina mita 680. Mheshimiwa Rais, mkandarasi anayejenga daraja hili ni kampuni ya GS Engineering Corporation kutoka Korea ya Kusini kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 107,379,600, sawa na shilingi bilioni 243,750,344,664. Muda wa utekelezaji wa mradi ni miaka 3, ambapo ulipaswa kukamilika tarehe 14 Oktoba 2021, lakini kwa sasa utakamilika tarehe 14 Desemba 2021 kutokana na changamoto ambazo mkandarasi alikutana nazo, ikiwemo uviko 19 na changamoto za kitaalamu wakati wa ujenzi wa msingi. Mheshimiwa Rais, kampuni inayosimamia kazi za ujenzi inaitwa Yushin Engineering Corporation kutoka Jamhuri ya Korea ya Kusini ikishirikiana na Afrisa Consulting Limited ya Tanzania kwa gharama ya dola za Kimarekani milioni 3,402,560
sawa na shilingi bilioni 7,723,811,200. Mkandarasi alianza kazi rasmi tarehe 15 Oktoba 2018. Hadi kufikia tarehe 31 Oktoba 2021, utekelezaji wa kazi ulikuwa umefikia asilimia 97.6 ikilinganishwa na mpango kazi wa asilimia 97.5. Kwa hiyo ilikuwa juu kidogo kwa asilimia 0.1. Baadhi ya kazi zilizofanyika ni ujenzi wa daraja la kudumu ambao umekamilika kwa asilimia 98.44 na ujenzi wa barabara ambao umekamilika kwa asilimia 96.33. Mheshimiwa Rais, mpaka sasa mkandarasi amelipwa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 201,459,659,864 ambayo ni sawa na asilimia 82.65 ya gharama ya mradi. Aidha, mhandisi mshauri amelipwa jumla ya kiasi cha shilingi bilioni 4,940,348,640 ambayo ni sawa na asilimia 80 ya gharama ya kazi ya usimamizi. Na pia umelipwa fidia ya ardhi na mali yenye thamani ya shilingi bilioni 2.4. Mheshimiwa Rais, kumekuwa na ushirikishwaji wa wazawa katika mradi kwa ajili ya mafunzo. Katika utekelezaji wa mradi, ajira za wafanyakazi zilifikia jumla ya 960. Kati ya hizo asilimia 92 sawa na watumishi 886 ni wazawa wakiwemo wataalamu, na asilimia 8 ambao ni kama watumishi 74 ni wataalamu kutoka nje ya Tanzania, ambapo wahandisi wa fani mbalimbali yani za ujenzi, umeme, mitambo, mazingira na kadhalika walikuwa 110. Wakadiriaji na wahasibu yani quantity surveyors au wa accountants walikuwa 13. Wapimaji wa ardhi, mafundi sanifu na wasaidizi wa kada mbalimbali walikuwa wanafika jumla 830. Mradi pia unaendelea kutoa mafunzo ya muda mrefu na muda mfupi kwa wataalamu wa kada tofauti ikiwemo wahandisi wazawa kutoka taasisi mbalimbali, ambapo kufikia sasa idadi yao ni wahandisi kutoka Wizara ya Ujenzi waliokuja kujifunza kwenye mradi huu walikuwa ni 5, na wahandisi wa hitimu graduate engineers ambao wamekuja kujifunza kwenye mradi huu walikuwa wako 22, na wanafunzi ambao wanakuja kujifunza nyakati za kufanya mazoezi wakitoka kwenye vyuo vikuu ni 37. Tunaamini kuwa mafunzo haya yamesaidia kujenga ujuzi kwa wahusika utakaosaidia taifa letu. Mheshimiwa Rais, kulikuwa na changamoto kidogo kwenye mradi huu ambayo ilitokana na mlipuko wa ugonjwa wa Uviko 19 na hali ya ardhi chini ya bahari ambayo ilikuwa haijajulikana wakati wa usanifu. Lakini katika kukabiliana na changamoto hiyo, mkandarasi alichukua hatua mbalimbali ikiwemo kufanya kazi usiku na mchana na kuagiza vifaa vya ziada. Pia kutokana na changamoto hizo, mkandarasi aliomba kuongezewa muda wa utekelezaji wa mradi, ambapo alikubaliwa na kuongezwa muda wa miezi 2 kutoka tarehe 14 Oktoba 2021 ambayo alikuwa akamilisha mradi hadi tarehe 14 Desemba 2021 mwaka huu ambapo atakamilisha mradi huu. Mheshimiwa Rais, kwa heshima na taadhima naomba kuwasilisha. Asante sana mtendaji mkuu. Naomba sasa tupishe Mheshimiwa Rais kwenye picha zilizoko mbele yake aweze kuzielewa, na baada ya hapo Mheshimiwa Rais na msafara wake sasa tutampeleka kuweza kutembelea daraja hili. Karibu. Mheshimiwa Rais, picha zinazoonekana hapa ni za aina mbalimbali, lakini hii hapa ya kwanza inaonyesha taarifa za mradi ambayo inaonyesha kazi ambazo zinataka kufanyika na eneo ambapo mradi upo. Inayofuatia ni programu ya kazi namna ilivyokuwa imepangwa kuanzia mwanzo mpaka kumaliza, ambapo inaonyesha hapa kwamba ingekuwa mwezi wa 10 ikamilike, ndio ile tumesema ikabidi iongezwe mpaka Desemba. Hii kwa hiyo ni programu ya kazi, Mheshimiwa Rais. Na hii hapa Mheshimiwa Rais inaonyesha nguzo za chini za daraja ambazo zimeenda chini ya bahari, ambazo nyingi zinafika karibu mita 40 kwa wastani. Kwa hizi ni nguzo zinaitwa piles ambazo zimebeba daraja. Na Mheshimiwa Rais hapa inaonyesha nguzo zile kubwa sasa ambazo zinabebwa na hizi piles ambazo zinaitwa paya na pylon. Pylon ni hili hapa kubwa, hizi zipo na hizi zinafuatia hizi na zingine ambazo zipo kwenye daraja ya kuingilia.
Kwa hiyo hapa inaonyesha namna process ya ujenzi ilivyokuwa inaenda katika picha hizi. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilisha hizo pylon, sasa inakuja sehemu ambayo ya kujenga deki, ambayo ndio hii tumesimama humu, ambayo magari yanaweza kupita juu yake. Ndo ilivyokuwa inakwenda hapa. Kuna formwork iliyokuwa inatembea namna gani walikuwa inajengwa mpaka kuja kukamilisha, na hizi ni namna process zilizokuwa zinaenda, ujenzi unavyoendelea. Mheshimiwa Rais, baada ya hiyo process zote, sasa hapa ndio inaonekana daraja linakamilika na kuwa la aina hii kama inavyoonekana hapa. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Asante. Makofi mengi kwa mtendaji mkuu. Baada ya taarifa hiyo, Mheshimiwa Rais, tunaomba sasa uanze ziara ya kutembelea daraja hili na utaongozwa na mtendaji mkuu. Na mtazamaji Rais Samia Suluhu Hassan baada ya kupata maelezo Asante sana kwa pongezi hizo Mheshimiwa Rais. Mtendaji mkuu, mwongoze Mheshimiwa Rais kumpa maelezo ya hapo nini kinachofanyika ama nini kilichowekwa. Daraja kama Mheshimiwa Rais, hapa ni mawe yamepangwa kuzuia mmomonyoko, ambapo hili ni tuta lililojazwa na kuisogeza bahari, maana sehemu ilikuwa na maji. Kwa hiyo yalijazwa mawe kuanzia chini, kwa hiyo iko mita 15. Ndio Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo yalijazwa mawe hii sehemu yote, na haya yaliyotokeza huku ni sehemu ile ilikuwa inajazwa kutanua hili tuta. Mawe ni ya kutoka Bugoba na hayaathiriki na chumvi, yanaweza kukaa. Ndio Mheshimiwa Rais, yanaweza kukaa muda mrefu, na haya maji hayawezi kupanda mpaka yakafika hapa. Kwa hiyo ni maeneo haya sasa hivi yamepanda, ni high tide kama unavyoona yanafikia maeneo hapo Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo hii ni namna ya kuzuia huku kusiwe na mmomonyoko, lakini pia chini ya tuta hili kimeweka kitambaa kinaitwa geotextile, ni kama blanketi fulani ambalo limefunika ile udongo, hata maji yakipenya kule hayawezi kutoa mchanga, hii katitia. Kwa hiyo ni teknolojia ya uhakika ambayo daraja litadumu kwa miaka iliyosanifiwa, ambayo tunategemea kwamba likae kwa muda wa miaka 100 na kuendelea. Kadri tunavyoendelea kutengeneza litaendelea miaka mingi zaidi. Na haya mabadiliko ya tabia nchi na kupanda kwa kina cha bahari, nafikiri tuta hili litaweza kustahimili yote haya yamekuwa taken into consideration. Ndiyo Mheshimiwa Rais, hii yote imekuwa taken into consideration katika usanifu uliofanyika, na namna iliyopigwa hesabu kwamba maji hata ikitokea mabadiliko makubwa sana inaweza kupanda kutoka pale mita 4, lakini haiwezi kufika hapa kwa sababu kuna mita 15 mpaka ufike maeneo haya. Ndio Mheshimiwa Rais, ninaomba kuwasilisha. Asante sana. Asante sana Mheshimiwa Rais. Asante sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima, naomba ikupendeze utembee kwa hatua kama 20, alafu baada ya hapo, kwa sababu safari ni ndefu, kutumia gari kuelekea katika eneo la juu la daraja hili. Ana maeneo haya yalikuwa na nyumba, kuna nini? Mlisema mmelipa fidia mali za watu, na sema mlilipa fidia. Hili tunalopita kulikuwa bahari yao. Nimekuwa na nyumba za watu. Ndio Mheshimiwa Rais, kuna sehemu za kule mbele kulikuwa kule mbele zaidi kulikuwa na kule mwanzo kulikuwa na baadhi ya nyumba na viwanja ambavyo viliweza kulipwa, lakini hazikuwa nyingi, ndio maana fedha zilizotumika ni bilioni 2.4. Ndio Mheshimiwa Rais. Kutokana na ujenzi wenu hii huko
Mheshimiwa Rais, ambao baadaye itakuja kuwa clear. tutakuwa clear. Na pale mbele kuna ofisi kidogo ambayo anaitumia mkandarasi, alikodi ndio barabara hicho kwenda kule, na hayo matakataka yote ni mkandarasi ambayo yatasafishwa, yataondolewa yote wakati mradi Mheshimiwa Rais ambayo ilikuwepo, kwa hiyo maji yataendelea kwenda, lakini kwa daraja hili lililoishia kwa daraja hili lenyewe lililojenga limeishia hapa hapo pembeni kama la muda la mabati, lakini ile ni sehemu yake ya asili ambayo hiyo hapa tulipo hii lea baada ya chini kuna nyingine itaongezeka mpaka pale pia kwa sababu mtaro nyuma ni kwa sababu lakini kwa hiyo ni darasa ndio tunaweza kuendelea na pia nyingine au kwa kama msingi, lakini kazi zingine za kawaida za kuweka sana ndio kidogo. Kwa hiyo hakika ni wa kumaliza Disemba 30 na pale panapokuwa kabisa wewe Mungu utapata zile rangi zake zile za mwezi za ambazo kama ingeweza. Kwa hiyo usanifu ushafanyika, itaweka pale kwa wakati wake. Kawano kaile taa inapowaka na ule mwanga ambapo unatoa miale, kawano unaweza kaa hiyo nzuri kama urembo. Ilikuwa ni kwamba kama au kama asante sana. Naomba picha wakai mambo hii Mheshimiwa Rais tazame upande wa Aga Khan ili tuweze kupata background ya hizo nguzo za daraja. Naomba Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, wakurugenzi, naomba wakurugenzi pamoja ya wakurugenzi kutoka TANROADS tusogee tuungane na Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa ajili ya picha. Tusogee vizuri, tukae na tusogee upande ambako yuko mtendaji mkuu. Nitaomba project engineer kutoka kwa consultant pia Lulu na timu yako, tafadhali. Picha ni moja tu hapa, tusogee haraka, picha ni moja. Picha ni moja tu ya tusogee, tukae hapa wengine nyuma kidogo ili tuweze kukaa vizuri, picha ipendeze vizuri. Tusogee nyuma ya alafu baada ya picha hiyo nitaomba watu wote tutaondoka, tutamwacha Mheshimiwa Rais peke yake kwa ajili ya picha maalum. Ya wengine nimeambiwa wapige magoti, wasogee wapige magoti wale. Namna hiyo inapendeza. Yes. Asante sana. Tayari mekaa vizuri? Asante sana. Nitaomba
Naomba wengine wote tuondoke, tumwache Mheshimiwa Rais peke yake kwa sababu ya picha maalum kabisa. Baada ya hapo utafuata picha. Wakandarasi, please get ready for group photo. Wait. Asante, naomba wakandarasi, contractors please. Mtendaji mkuu, tunaomba ukajumuike kwenye ile picha ya Mheshimiwa Rais na wakandarasi, naomba ujumuike hapo. Mwenye element afadhali uweke kichwani, uivae, ndio itakuwa vizuri zaidi.